of them who went through here, they were indicating to you that this region and workers' constituency in the Republic of Country are two-term. Aliyekuwa naibu rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, amemshambulia katibu mkuu wa COTU, Francis Atwoli, kwa madai ya kumuunga mkono Rais William Ruto badala ya kutetea haki za wafanyakazi nchini. Ni siku ya wafanyikazi, kuliko atetea wafanyikazi anasema ati two-term. Payslip has been raided. Wafanyikazi wanalia. There is nobody to talk for them. Wewe ndio Secretary General ya KOTU. On Labor Day, kuliko kutetea wafanyikazi waongezwe mshahara, wasikatwe kodi, unaenda kusema ati Ruto apewe two-term, na ndio mwenye kuumiza wafanyikazi. Katika kauli yake, Gachagua alisema viongozi wa vyama vya wafanyakazi wanapaswa kusimama kidete kuhakikisha wafanyakazi wanapata mshahara bora, mazingira mazuri ya kazi, pamoja na kulindwa kwa haki zao mahali pa kazi. Amekubalia through the Minister of Industry and Minister of Energy and Petroleum, mafuta substandard iletwe nchini of a lower quality kuliko ili liletwa na wale alifukuza. Fanya what you want to do, but I want to assure you next year utakuwa one term na utaenda nyumbani. Gachagua alimkosoa Atwoli kwa kile alichokitaja kama siasa za kuunga mkono serikali, huku akidai kuwa wafanyakazi wengi nchini wanaendelea kukumbwa na gharama ya juu ya maisha pamoja na changamoto za kiuchumi. Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman. You have no other quality ya kudanganya wa Kenya. Mimi nitaungana na Wakenya wenzangu, Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Edwin Sifuna, Babu Owino. Together we shall liberate our country. Kwa upande wake, Atwoli amekuwa akitetea ushirikiano wake na serikali, akisema ni njia ya kuhakikisha maslahi ya wafanyakazi yanazingatiwa kupitia mazungumzo na ushirikiano wa karibu na viongozi wa kitaifa. But there is no contract for construction of SGR. I challenge William Ruto today. I, Rick G, challenge you. Go and publish the contract ya SGR showing date of commencement and date of completion and the financial agreement there too. And there is nothing you publish because there is nothing.